Hello, karibu 8skies. Leo tutaenda kuona ni namna gani unaweza kutumia mfumo wa 8skies kuendesha shule yako, hasa kwenye department yako ya finance au accounting. So kwa kuanzia, tutaona kwamba je, unapo login kwenye mfumo utaona nini? Kwa hiyo unapo login kwenye mfumo utaona skrini kama hii unayoiona hapa, na hapa tumetengeneza mfano wa faili la shule inaitwa Robert Pre and Primary School. Hii ni shule ya mfano ambayo tutaenda kutumia kuona namna gani tunaweza kumanage transactions zetu mbalimbali za shule. So kwa kuanzia viko vitu muhimu ambavyo unatakiwa kuvifanyia settings kabla hujaanza kurekodi hizo transactions. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, hakikisha kwamba wanafunzi wako wamesajiliwa kwenye mfumo. Sasa wanafunzi unawasajili wapi? Kwenye hizi batani za blue huku kushoto, hakikisha unaitafuta hii batani iliyoandikwa customers, nadhani unaiona. Hapa ndipo tunaposajili wanafunzi. Na kwa ajili ya kujifunza tumesajili wanafunzi wa mfano wapatao 35, ambapo ukikliki hii button iliyoandikwa customers utaona listi ya wanafunzi wako kama unavyoona hapa. Sasa tulisome kidogo ili jedwali tuelewe linamaanisha nini. Hii kolamu ya kwanza hapa inaonyesha kwamba mtu yuko level ipi. Kwa kama unavyoona kuna grade 1, kuna grade 2, ukiscroll kwenda chini utaona zipo grade zingine kama unavyoona kuna grade 4 na kuendelea. Na kolamu ya pili ina majina ya hao wanafunzi. Mwanafunzi wa kwanza ni Belton Allen. Kwa hiyo huyu yuko grade 1 kwa mwaka 2025. Halafu kolamu zinazofuata, kwa mfano kolamu hii hapa ni email address ya huyo mwanafunzi au mzazi. Kuna kolamu ya anwani ya huyo mzazi mwenye huyu mtoto. Lakini pia kuna hizi kolamu imeandikwa receipt, invoices, ambazo so far hazina kitu chochote kwa sababu bado hatujaanza kuwabili hawa wanafunzi. Na ukiangalia huku mwishoni kunaonyesha kuna 00, kwa maana ya kwamba hatujaanza kufanya biashara yoyote na hawa wanafunzi. Lakini hilo ni jambo muhimu sana, kwamba hakikisha kwamba wanafunzi wote wamesajiliwa kwenye mfumo. Kwa hapa tumewasajili hawa kama mfano tu. Somo la namna gani tunasajili hawa wanafunzi litakuwa covered kwenye tutorial nyingine. Kitu cha pili, baada ya kusajili wanafunzi, ambacho unatakiwa kufanya, hakikisha pia umeweka kitu kinachoitwa fee structure. Fee structure, mchanganuo wa ada, hakikisha pia umeusajili. Sasa fee structure tunaisajili vipi humu kwenye mfumo? Kwanza una scroll chini kabisa, hakikisha unaiona hii button imeandikwa settings hapa, then unaiclick hiyo button iliyoandikwa settings. Ukiklik button iliyoandikwa settings, utaona kuna mambo kadhaa hapa kwenye screen yako, lakini wewe tafuta hii sehemu imeandikwa non inventory item. Non inventory item kwa lugha nyingine ni service items, kwa maana ya huduma. Kwa tuna click hapa palipoandikwa non inventory items. Tukiklik sehemu iliyoandikwa non inventory item, tutaona fee structure yetu ya mfano inaonekana kama hivi. Kwa hiyo hapa tumeweka fee structure ya mfano. Huu ni mchanganuo wa ada. Kwa again tutaenda kulisoma hili jedwali ili tuweze kuelewa linamaanisha nini hili jedwali. Kwa hiyo kama unavyoona tumeanza class 1, class 2, ukiscroll huku chini mpaka class 7 kama unavyoona, na inaonyesha hii ni tuition fee ya temu ya kwanza, kwa maana tumeassume kwamba mwaka tumeugawanya katika terms 4 au kota 4. Term 1, term 2, term 3 na term 4. Hizi hapa. Kwa hiyo kwa mfano tuition fee ya temu ya kwanza kwa wanafunzi wa class 1
ni 2,500. Lakini pia tuition fee ya term ya pili kwa wanafunzi wa class 1 pia ni 2,500. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyosoma, lakini kuna ada zingine. Kwa mfano admission fee ni shilingi 50,000. Hii ni kwa wale wanafunzi wapya wanaojiunga na shule, wanalipa admission fee. Lakini tuna transport pia. Nadhani unaona tuna transport ambayo ni shilingi 50,000 pia kwa wale wanafunzi ambao wanatumia school bus, kwa hiyo wanalipia hiyo transport. Kwa hiyo kama unavyoona hii fee structure au mchanganuo wa ada, hakikisha pia umesajiliwa kwenye mfumo. Kwa ajili ya kujifunza tumesajili hii fee structure ya mfano. Sasa namna gani tunaweka fee structure yako humu kwenye mfumo, hilo ni somo pia ambalo tutalikava wakati mwingine, lakini kwa sasa ni vizuri ukaelewa kwamba kuna vitu muhimu vya kuvisajili au vya kuvisetup ili kuiwezesha system iweze kupokea transactions. Kwa hiyo kwanza tulikubaliana kwanza tunaanza kuregister kitu tunachoitwa customers kwa maana ya wanafunzi. Hicho ndio jambo la kwanza kama unavyoona hapo. Alafu pili tuna register fee structure, ambapo tunaenda kwenye hii button iliyoandikwa settings hapa, tuna kliki, then tunatafuta button imeandikwa non inventory item. Ukikliki hapa ndipo utaiona fee structure yako hapa. Okay? Now, kwa sababu tumeweza kusajili wanafunzi pamoja na fee structure, maana yake ni kwamba tunaweza kuanza kutengeneza bills kwa ajili ya kuwapa wazazi ili waweze kulipia ada. Kutengeneza bills au tuseme tunaweza tukaanza kuissue invoices ili tuwape wazazi waweze kulipia ada. Sasa ukienda hapa juu kabisa kushoto kuna hii button imeandikwa summary. Tukikliki hii button iliyoandikwa summary, nadhani unaona dashboard yetu ina 0 kwa maana hakuna transaction yote ambayo tumesha i-capture. Sasa tutakapoanza kutengeneza bili kwa ajili ya wazazi, mfumo utaanza kukuonyesha taarifa. Kwa hiyo moja kwa moja sasa tutaenda kuona ni namna gani tunatengeneza bili au invoice kwa ajili ya kumpa mzazi alipie ada. Na tukitaka kutengeneza bili au invoice ya kumpa mzazi ili aweze kulipia ada, kwenye hizi button za blue kushoto, hakikisha unaitafuta button imeandikwa sales invoice hii hapa, then una click hiyo button iliyoandikwa sales invoice, then utaona hapa imeandikwa new sales invoice. Una click hapo palipoandikwa new sales invoice, then tunakuja sasa kujaza hii form tunayoiona hapa. Sasa hii form tunaijazaje? Kwanza tarehe. Hii invoice tumeitengeneza lini? Kwa hiyo tutaashumu kwamba hii bili tumeitengeneza tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2025, na hapa kulia tunataka kwamba hii bili mpaka tarehe 10 ya mwezi wa kwanza iwe imelipwa. Kwa hiyo tunaweka deadline ya kuwa imelipiwa. Then hapa palipoandikwa customers tunachagua jina la mwanafunzi kwamba hii bili ni ya mwanafunzi yupi. Kwa hiyo tutamchagua huyu mwanafunzi wa kwanza ambaye anaitwa ni Belton Allen, mwanafunzi wa grade 1 mwaka 2025. Tutachagua hivyo. Utaona kwamba baada tu ya kumchagua mwanafunzi na address yake inajijaza yenyewe. Hii ni kwa sababu wakati tunamsajili huyu mwanafunzi tulisajili pia na address ya mzazi wake. Baada ya hapo unashuka huku chini, unachagua item kwamba tunambili kitu gani huyu mtu. Kwa hiyo tunachagua kwamba huyu mtu tunamchaji admission fee kwa maana huyu mwanafunzi ni mpya. Utaona ukichagua tu admission fee huku inakuja 50,000. Kwa nini? Kwa sababu hii fee structure au mchanganuo huu wa ada tayari tulishauseti. Kwa hiyo tukichagua tu admission najua ni shilingi ngapi. Then kuna add line hapa chini, na click add line ili niweze kuchagua item nyingine ambao this time nitachagua tuition fee kwamba huyu mwanafunzi inabidi alipie tuition fee
Again, ukichagua tuition fee utaona inakuja 2,500. Hii ni kwa sababu tuliseti fee structure. Kwa ukishasema tuition fee ya class 1 automatically na system inatambua ni kiasi gani. Again, unaweza ukaongeza mstari mwingine iwapo kuna kitu kingine. Kwa mfano let's say labda medical. Let's say huyu mwanafunzi analipia pia na medical care. Utaona pia ukishachagua tu medical care inakuja hapa shilingi 60,000. Basi utaendelea kuadd hizi line mpaka zile item zote ambazo tunambili huyu mwanafunzi zikamilike. Ukishajaza items zote na ukajiridhisha kwamba zimekamilika, then una scroll huku chini, unakuja itafute hii button iliyoandikwa create hapa, then unaiclick hii button ili kuweza kusave hizi taarifa tulizozitengeneza. Ukishabonyeza create, utaona system ina display invoice yako kama unavyoona hapa. Ni invoice maridadi kabisa. Hapa kuna logo ya shule, hapa kuna address, kichwa cha habari kinasema school fees invoices, na hizi ndo item zetu kwamba kuna admission fee 50,000, kuna tuition fee 2,500 na medical 60,000. Kwa hiyo jumla ni 360,000 ambayo pia imejiandika hapa kwa maneno. Okay? Lakini hatuishii hapo. Scroll huku chini, nadhani unaweza ukaona tuna detail za benki za namna gani huyu mzazi ambaye tutamtumia invoice anaweza kulipia. Hapa tuna akaunti ya Stanbic, akaunti namba na details zingine, na hapa tuna akaunti ya CRDB, lakini pia mtu anaweza kaskani hii QR code akaweza kulipia. Lakini pia tuna slogan hapa, learning for life. Kwa hiyo lakini tunaona pia kuna option kwamba mzazi anaweza kalipia kwa M-Pesa kama unavyoona. Sasa ukishajiridhisha kwamba invoice yako iko sawa, ni kitu gani sasa unaweza ukafanya kwa hii invoice? Una option kadhaa kama unavyoziona hapa juu. Option ya kwanza, unaweza ukaiprint ukampa mzazi kama hard copy kwenye karatasi, au ukabonyeza hapa palipoandikwa PDF, kwa maana ukaiconvert kwenda kwenye PDF ukashare na mzazi either kwa email au kwa WhatsApp au kwa namna nyingine. Lakini pia tuna option ya email, kwa maana huu mfumo unaweza kumtumia mzazi hii invoice moja kwa moja bila hata kudownload. Kwa mfano nikiklik hapa palipoandikwa email, nikiklik hapa palipoandikwa email, nadhani unaona moja kwa moja inatambua hii ndio invoice ya mzazi. Haya ndiyo maneno ambayo unataka yawepo kwenye hiyo email, lakini unaweza ukayabadilisha haya maneno kuandika unachotaka. Kama kila kitu kiko tayari, then ukibonyeza button ya send hapa, hii invoice itamfikia mzazi moja kwa moja kwenye email address yake, inbox yake. Lakini kwa sasa hivi tuta cancel tu, hatutoituma. Okay? Kikubwa zaidi ni kwamba baada ya kutengeneza hii invoice, mfumo wetu utatupa ripoti za namna gani? Kwanza kabisa, chochote unachokifanya kwenye system, kwenye dashboard au kwenye screen inabidi kionekane. Kwa kwanza tutarudi kwenye dashboard. Tunarudi vipi kwenye dashboard? Kwanza angalia hii button ya kwanza kabisa kushoto ya blue, hii hapa, then tunaiclick hiyo button. Ukiclick hiyo button, nadhani unaona sasa kwa mara ya kwanza kwenye dashboard yetu kuna numbers zimeanza kudisplay, kwa sababu accounting wanasema inafanyika on accrual basis. Kwa maana kama unavyoona inaonyesha kwamba tuna revenue, mapato ya 360,000 ambao mchanganuo wake ndio huu hapa, tuition fee 2,500, admission 50,000 na medical care 60,000. Lakini ukiangalia upande wa kushoto inatuonyesha kuna school fees balances, kwa maana ya kwamba hizi ni pesa tunazodai. Ukumbuke kwamba huyu mwanafunzi tumemtengenezea tu invoice, lakini bado hatujapokea hizi pesa. Ndio maana hii ile inaonekana hapa kwenye anda hii tunaita school fees balances, kwa maana tunadai. Lakini pia inaonyesha kabisa haya madai ni mwanafunzi wa grade 1 ambao ni 360,000.
60. Sasa tunaweza tukakliki hii 360 ili tuweze kuona ni nani tunayemdai. Tukikliki hii 360 utaona inakuonyesha kwamba ni mwanafunzi huyu anaitwa Belton Allen, which is okay kabisa, kwa sababu huyu ndio mwanafunzi ambaye tulimwandikia invoice. Lakini pia tukija hapa kushoto kwenye button iliyoandikwa customers, hapa wanafunzi, tukiibonyeza hiyo button iliyoandikwa customers, nadhani unaona wanafunzi wengine wote wana balance ya 0 hapa kwenye hii heading iliyoandikwa account receivable. Wengine wote wana 0, ila huyu mwanafunzi anaitwa Balton inaonekana kwamba tunamdai yeye shilingi 360. Kwa nini? Kwa sababu tayari tumeshamwandikia invoice yake. Maana yake ni kwamba tutakapowaandikia wanafunzi wengine invoice pia wataonekana pia wanadaiwa. Lakini pia tukiangalia kwenye hizi button za blue kushoto, kuna hii button iliyoandikwa sales invoices hapa. Tukibonyeza hii button iliyoandikwa sales invoices, nadhani unaona kwamba inaonyesha kwamba tuna invoice hii moja tu ya huyu bwana Balton, ambayo amount yake hii hapa na balance ni hiyo hiyo, na inaonyesha kwamba iko overdue, kwa maana hii invoice muda wake wa kulipwa umepitiliza. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyotengeneza bili kwa ajili ya mzazi kulipia. Kwa hiyo sasa, kwa sababu tumeshaona namna gani tunatengeneza bili, tutaenda kutengeneza bili zingine mbili za wanafunzi wawili au bili tatu za wanafunzi watatu tofauti, ili tuweze kuona jinsi inavyoonekana ripoti zetu mbalimbali. Na nitarudi hapa ili niweze kutengeneza bili kwa ajili ya mwanafunzi. Tunatafuta hii button iliyoandikwa sales invoice hapa, tuna click sales invoice, then tunabonyeza new sales invoice, then tunajaza hii form. Again tunajaza bili za kota ya kwanza ya mwaka 2025, ambapo hapa tutaashumu pia mpaka tarehe 10. Tunaweka due date mpaka tarehe 10 ya mwezi wa kwanza litakiwa wameshalipia. Mwanafunzi tunamchagua huyu mwanafunzi anayefuata ambaye anaitwa Bernard Danford. Halafu tunakuja huku chini tunachagua kwamba yeye atalipia admission, kwamba ni mwanafunzi mpya, lakini pia atalipia tuition fee, lakini pia atalipia medical, lakini pia huyu mwanafunzi atalipia kitu kinachoitwa transport. Inaonekana huyu mwanafunzi anakaa mbali, kwa hiyo analipia na ada ya usafiri. Tutaashumu hapo tumemaliza listi yetu. Tunakuja huku chini tuna save kwa kubonyeza button ya kucreate. Again, tukisha bonyeza create kwa maana ya kusave, tutaona hii invoice hapa imedisplay. Kwa hiyo kama umesahau invoice namna ya kuisoma hii, unaweza ukarewind hii video ili uangalie invoice ya kwanza tulieleza vipi kila sehemu ya hii invoice. Again, tutaenda kutengeneza invoice ya mtu mwingine. So tunafanyeje kutengeneza invoice? Tafuta button imeandikwa sales invoice hapa kushoto, unabonyeza sales invoice, then utabonyeza new sales invoice, then tutaweka tarehe. Kama tulivyosema, tuna issue invoice ya kota ya kwanza kwa maana ya mwezi wa kwanza mwaka huu, kwa nitaweka hapo tarehe. Again, I'll pick due date kuwa ni Januari hiyo hiyo, lakini ni tarehe 10. This time nitampiki mwanafunzi wa grade 2 ambao ni Angel Amos. Now, mwanafunzi wa grade 2 hapa pia nitapiki kwamba huyu anachajiwa tuition fee ya term ya kwanza, kwa hiyo imekuja pale 300,000. Then tunamchaji atalipia pia, amelipia graduation, lakini pia amelipia medical huyu mwanafunzi. Nitaashumu kwamba hizo zimetosha. Nitashuka huku chini, nitabonyeza button ya kucreate kwa maana ya kusave, Kwa hiyo sasa hivi tumetengeneza invoice kwa wanafunzi wawili wa grade 1 na mwanafunzi mmoja wa grade 2. Sasa tukija kwenye button ya summary tena ili tuone dashboard yetu ina display vipi, na click hii button iliyoandikwa summary hapa kushoto. Baada ya kuklik button ya summary, nadhani unaona kwenye balances ambazo za wanafunzi tunazodai, unaona hapa grade 1 tunadai
shilingi 770,000. I think you can see this. Grade 1 tunadai 770,000 na grade 2 tunadai 390,000. Kwa hiyo jumla tunadai 1,160,000, ambao the same utaona upande huu wa kulia wa revenue unaonyesha kwamba tuna income ya ile figure. By the way ni kwamba upande wa kulia hii ni summary ya profit and loss statement kama unavyoona, kwa inaonyesha summary ya mapato na matumizi, na upande wa kushoto ni summary ya balance sheet kama unavyoona hapo. Hivyo ndivyo tunavyotengeneza invoice. Lakini hatuishi tu kutengeneza invoice. Tukisha tengeneza invoice, hawa wanafunzi tunategemea walipie hizi pesa. Kwa watakapolipia hizi balances zitapungua na tutaanza kuona fedha, tunaanza kupata fedha. Sasa namna gani tunapokea hela au tunarekodi fedha kurecognize kwamba huyu mwanafunzi amelipa pesa? Ili tuweze kurekodi pesa ambayo mwanafunzi amelipa, kwanza tunatafuta button iliyoandikwa sales invoice hapa kushoto. Tuna click hiyo sales invoice. Ukishabonyeza sales invoice, tunataka kupokea fedha ya huyu mwanafunzi anaitwa Balton. Kwa hiyo tunabonyeza hii button iliyoandikwa view ili tuweze kuidisplay hiyo invoice. Kwa hiyo nimeiview hii invoice kama unavyoona, huyu mwanafunzi anadaiwa 360,000. Sasa kwenye hizi button za juu hapa kuna kuprint, kuna ku-PDF, kuna ku-email. Kulia kwake kumeandikwa new receipt. Hapa ndipo tunapobonyeza ili kuweza kurekodi pesa ambayo huyu mwanafunzi analipa deni lake. Kwa hiyo tunabonyeza new receipt and then tunajaza hii form kama kawaida. So tutakachofanya assume alilipa mwezi wa kwanza huo. Kwa nitakliki hapa, nitarudi Januari, nitaassume tarehe 5 ndo alilipa hiyo pesa. Then hii hela iliingia kwenye akaunti ipi? Kwa hiyo hapa kwenye received in inabidi tuichane, tuonyeshe kwamba okay, huyu mtu alilipa hii hela kwenye akaunti ya nini, ya NMB kwa mfano. Then tuna scroll huku kwenda kulia, alilipa shingapi? Hapa imekuja 360,000 yote kwa sababu mfumo unajua kwamba huyu mwanafunzi anadaiwa 360,000. Lakini sio lazima mzazi alipe hii pesa yote. Kwa hiyo hapa tutaenda kuoverride hii amount ili tuandike amount ambayo mzazi kweli amelipia. Kwa mfano katika ile 360,000 tuassume kwamba huyu mzazi alitanguliza 260,000, kwa maana hii ndio ambayo alitanguliza. Kwa tukishajaza hiyo figa ambayo amelipa, tuna scroll huku chini, tunabonyeza button ya create hii hapa ili kuweza kusave hii pesa tulio ipokea. Sasa kama nilivyoeleza, chochote kile unachokifanya lazima kionekane kwenye summary kwa maana ya dashboard. Kwa unakuja na click hapa kwenye button ya summary. Kisha bonyeza button ya summary, unaweza kuona kwa mara ya kwanza kwenye screen inaonekana tuna pesa NMB 260,000. Kwa nini? Kwa sababu kuna mwanafunzi amelipa. Lakini pia kama unakumbuka pesa ambayo tulikuwa tunadai kwa grade 1 zilikuwa kwenye 700,000 hivi na kitu, 770,000. Sasa hivi mbaki 510,000 tu. Kwa nini? Kwa sababu kuna mwanafunzi amelipa hizo pesa. Again, tukiklik hii 510,000 ili tuone imefika fikaje, unaweza ukaona huyu Bernard anadaiwa 410,000, lakini huyu Belton Allen yeye anadaiwa 100,000 tu. Kwa nini? Kwa sababu amepunguza ada. Tukiklik hii 100,000 inatuonyesha hapa kwamba tulimpa bili ya 360,000 na hapa amelipa 260,000, kwa hiyo tunambaki 100,000 tunamdai. Again, tukija kwenye button iliyoandikwa customers hapa kushoto kwa maana ya wateja ambao ndio wanafunzi wetu, tukiklik hiyo button ya customers unaweza ukaona kwamba huyu mwanafunzi wa kwanza Balton amebakiwa na 100,000 tu kwa sababu amepunguza deni. Na ukiklik hii 100,000 itakuonyesha mchanganuo kwamba tulimpa bili ya 360,000 akalipa 260,000, kwa tunamdai 100,000. Hivyo
kwenye hizi button za blue kushoto, ukienda kwenye hii button iliyoandikwa sales invoice kwa maana ya bills, tukikliki hii button itatuonyesha pia kwamba huyu mtu wa chini hapa ambayo ndio bwana Belton ambaye tunamzungumzia, unaona invoice amount ilikuwa 360, lakini balance juu inaonyesha 100,000. Kwa maana hiyo ndiyo balance ya fedha iliyobaki. Sasa tutaenda kupokea pesa nyingine. Tunashumu kwamba alikuja tena tarehe nyingine akalipa hela nyingine. Kwa hiyo kama nilivyoeleza awali, ili kuweza kupokea fedha au kurekodi fedha ambayo mwanafunzi amelipa, cha kwanza tafuta button iliyoandikwa sales invoice kama hivi, then bonyeza hiyo button iliyoandikwa sales invoice, then itafuta ile invoice ambayo unataka kupokea pesa yake kama hivi. Kwa mfano huyu mwanafunzi hapa anadaiwa 100,000. Kwa naweza nikakliki kwenye hii figure iliyoandikwa balance hapa. Then baada ya hapo nikabonyeza new receipt ili niweze kupokea hiyo pesa. Now, hapa tarehe ngapi huyu mtu amelipa hii pesa? Again, nitashumu ilikuwa ni mwezi wa kwanza huo, lakini kwenye tarehe 23. Hii hela imeingia kwenye akaunti gani? Hii sasa hivi alilipa CRDB. Alilipa shilingi ngapi? Again, tuashumu hakulipa hii hela yote 100,000. Tuashumu alilipa 75,000. Kwa nitaandika hapa 75,000 ndio pesa ambayo huyu mzazi alilipa. Ukishajaza kila kitu kimekamilika, unakuja huku chini unabonyeza button ya create ili uweze kusave hizo changes ulizozifanya. Again, tukirudi kwenye summary kwa maana ya dashboard, utaona kwamba sasa hivi tuna fedha CRDB tuna 75,000 na NMB ngoja nizi highlight hapa ili muweze kuziona. Tunazo hizi fedha kwamba NMB tuna 260,000 lakini CRDB tuna 75,000 tu, kwa sababu tumepokea hizo hela na huko ndiko zilikokuwa zimewekwa. Sasa hivi tutaenda kuangalia ripoti kama 2 hivi za msingi. Now, ukiscroll huku chini kabisa, hakikisha unaitafuta hii button iliyoandikwa reports. Hapa ndio utapata ripoti zote za kwenye huu mfumo. Kwa unabonyeza hapa button iliyoandikwa report. Unaona ripoti ziko nyingi hapo, lakini sisi kwa sasa tutaenda kufocus kwenye ripoti chache tu. Ya kwanza tutafocus kwenye hii ripoti iliyoandikwa customer summary. Hii hapa. Hii ndio ambayo tutaiangalia. Kwa tunabonyeza button imeandikwa customer summary, then tutatengeneza new report. Sasa mfumo unakuuliza unataka ripoti ya kuanzia lini mpaka lini. Kwa kama kawaida, maybe nataka ripoti ya kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza labda mpaka leo, then unakuja una create hapa. Hii ndiyo ripoti yetu. Kwa ripoti yetu inatuonyesha kwamba huyu bwana Angel Amos tumempa bili ya 390, hajalipa chochote, kwa bado tunamdai. Bwana Belton Allen yeye tulimpa bili ya 360, amelipa 335, kwa hiyo deni lake limebaki shilingi 25,000 tu. Huyu wa chini bwana Bernard yeye tulimpa bili ya 410, hajalipa chochote, kwa hiyo bado anadaiwa the same amount. So hii ripoti ni muhimu, inaitwa customer summary. Inakuonyesha summary ya wanafunzi wote na ni kitu gani anachodaiwa. Kwa hiyo katika jumla ya bili zetu tulizotoa kwa wanafunzi wote ilikuwa 1,160,000 na ikalipwa 335. Kwa hiyo ina maana hela ambazo tunadai huko nje ni 825,000. Lakini ripoti nyingine ambayo ningependa nikuonyeshe, kabla sijaenda kwenye ripoti nyingine, ningependa pia uone kwamba hapa unaweza ukaiprint hii report au PDF au ukamu-email mtu ambaye anataka kuiona hii report. Ripoti ya mwisho ambayo nataka kukuonyesha kwenye somo letu la leo inaitwa customer statement transaction. Kama nilivyosema hapo awali, ukitaka kuziona report kwenye mfumo huu, shuka huku chini kabisa, utaona hii button imeandikwa reports hapa. Ukikliki button iliyoandikwa reports, utaona ziko ripoti za aina nyingi, lakini kwa sasa hivi nataka tuone hii ripoti inaitwa customer statement transaction. Hii hapa hii customer statement transaction.
Kwa nina click hapo palipoandikwa customer statement transaction, then ninaiview hii ripoti ya huyu kijana anaitwa Allen. Kwa hiyo Belton Allen. Kwa nita click hapa palipoandikwa view statement, tuione statement yake jinsi ilivyokaa. Kwa kama unavyoona, hii ndo statement ya bwana Belton. Huyu Belton tulimpa invoice ya 360,000 kama unavyoona, tukawa tunamdai hiyo figa 360,000. Lakini mnamo tarehe 5 ya mwezi wa kwanza alilipa 260,000, kwa deni likapungua hadi 100,000. Mnamo tarehe 23 ya mwezi wa kwanza tena huyu mtu alilipa shilingi 75,000, kwa deni tena likapungua kutoka 100,000 iliyokuwa imebaki mpaka shilingi 75,000. Kwa hiyo kadri unavopokea fedha za huyu mwanafunzi na kumtengenezea invoice nyingine, mfumo utakuwa unakutengenezea statement kama hii, ambayo pia unaweza ukaiprint au ukaipeleka PDF au ukatuma kama email kwa mzazi kwa kukliki tu hichi kitufe cha email, and then ukisha click kitufe cha email unaweza ukaandika chochote unachotaka hapa, then ukasend ikamwendea. For now we are going to ignore this one. So hilo ndilo somo letu kwa video hii, ambalo tumejifunza mambo kadhaa, kwa maana tumeona kwamba kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uvisajili au ufanyie setup kabla hujaanza kutengeneza zile bills au invoices za wanafunzi, ambapo cha kwanza tuliona kwamba lazima uweze kusajili wanafunzi wako customers hapa, ambao tukikliki tunawaona. Lakini cha pili, uweke kitu kinachoitwa fee structure au mchanganuo wa ada, ambao tunaupateje? Kwenye hizi button za blue huku chini. Ukiscroll huku chini kuna hii button iliyoandikwa settings hapa, una click settings, then unaitafuta button nyingine hii hapa iliyoandikwa non inventory item. Ukikliki huku ndiko inakopatikana fee structure yako. Hivyo vitu viwili ukisha kuwa umevitengeneza humu kwenye mfumo, kwa maana umesajili wateja pamoja na fee structure, then uko tayari kwa ajili ya kuwatengenezea bili wanafunzi au sales invoices, ambapo utakuja tu hapa kwenye sales invoices, then utaklik new sales invoice, then utaweza kutengeneza invoice zako kwa kujaza hii form. Now turudi kwenye summary. Hii ndiyo summary yetu kama tulivyojifunza, na kwa sasa tunaweza tukaishia hapa. Tukutane kwenye somo lijalo, ambapo sasa tutajadili kwamba tumeshajua namna ya kumbili mwanafunzi, kupokea fedha anapolipa na kuona ripoti mbalimbali ikiwemo statement ya mwanafunzi, customer summary na vitu kama hivyo. Sasa somo lijalo tutaenda kujifunza namna ya kurekodi matumizi mbalimbali kwenye taasisi ya shule. Matumizi hayo ni kama vile umenunua let's say stationaries, mchele, stationaries na items za chakula, na sasa zile items zinakuwa consumed, zinatumika taratibu pale shuleni, kwamba je, tuna rekodi vipi? Lakini pia kuona vitu kama uniform, ambazo uniform zile wanafunzi wanazilipia, kwamba je, tuna rekodi vipi mauzo ya uniform ambayo tunawauzia wanafunzi. Kwa hiyo somo lijalo tutajikita zaidi kwenye kurekodi matumizi mbalimbali ya shule. Kwa sasa hivi naomba niwatakie wakati mwema. Lakini kama utakuwa na swali lolote, basi usisite kuwasiliana na sisi. Nitakutajia namba hapo ambazo unaweza ukawasiliana na sisi.